Mbunge wa jimbo la Madaba, Omari Msigwa, alimaarufu kwa jina la Spafeo, ametembelea kaya 13 za kijiji cha Maanje, kata ya Maanje, katika jimbo la Madaba, ambazo zimepata maafa ya nyumba zao kuezuliwa na upepo ambao umetokea Disemba 26 mwaka huu. Mbunge huyo akiwa ameongozana na viongozi mbalimbali wa chama na serikali ametoa pole kwa wahanga hao na kuchangia bati 40 ili ziweze kusaidia katika kurudisha makazi yao. Akizungumza mara baada ya kutembelea kaya hizo, mbunge Msigwa alikuwa na haya kusema. Kwa majina naitwa Omari Msigwa, mbunge wa jimbo hili la Madaba. Ndugu zangu, kwanza nitambue uwepo wa viongozi wa chama kwa ngazi zote, lakini vile vile nitambue uwepo wa mwenyekiti wa halmashauri yetu ya Madaba, makamu wa halmashauri ya Madaba, pamoja na wananchi wote waliokuja hapa. Ndugu zangu, mimi ambaye ndio mwakilishi wenu kwa nafasi ya ubunge, nimekuja baada ya kusikia janga lililotokea. Ingekuwa sio jambo jema janga limetokea alafu sisi tubaki majumbani kwetu bila kuja kuwaona wananchi. Mimi ambaye ndio mwakilishi wa Rais Samia Suluhu Hassan katika eneo letu la Madaba, nimekuja mbio kwa ajili ya kuona yale yaliyotokea. Ndugu zangu, mimi niseme poleni sana. Ni janga lililotokea kwa sababu ya mvua na upepo. Hatuwezi kukataa mvua. Mvua tunahitaji sana kwa sababu ya kilimo. Lakini janga likitokea lazima tutakuwa na masikitiko. Lakini mimi niseme yote haya tunayakubali. Mwenyezi Mungu anakuaga na mipango yake. Tumepita tumeangalia nyumba zote zilizopata shida, lakini naomba nitoe ushauri. Nyumba nyingi tumeona zimejengwa lakini hazina linta. Sasa ni wakati viongozi wetu wa chama na ngazi ya serikali ya mitaa kuendelea kutoa elimu kwa wananchi. Unapojenga nyumba, jenga na weka na linta. Ukijenga na linta, hiyo nyumba utakapokuja kuweka na zile koa za kuzuia kushikana na kenchi, basi upepo unaweza using'oe hiyo nyumba. Inawezekana maeneo yetu upepo ulikuwa haupo, hatujawahi kuuona. Lakini mabadiliko ya hali ya hewa sasa hivi ni mengi. Kwa lazima tuwe na tahadhari wakati tukiwa tunajenga. Kwa hili nadhani ni jambo langu la kwanza kuambia wananchi kwamba hakikisheni tunapojenga sasa tuende na tahadhari. Lakini jambo lingine ni washukuru pia wananchi. Maeneo mengi tulikotembelea baada ya kutokea janga wamekuwa na ushirikiano. Nyumba nyingine wameshazirejesha katika hali yake. Kwa naomba niseme ushirikiano huu uendelee. Kwa sababu likikukuta ukiwa peke yako utashindwa kutatua hilo tatizo. Lakini kutokana na ushirikiano niliouona, naomba niseme tunawapongeza sana ndugu zangu wana Maanje. Kwa sababu jambo lolote gumu linahitaji msaada. Lakini jambo lingine kama ambavyo amesema mwenyekiti wa halmashauri, tuliwasiliana ili mwenzangu atangulie hapa kwa ajili ya kuona kilichotokea. Naomba niwaambie tumeona na tathmini inaendelea kufanyika. Lakini na mimi kama mbunge naomba niseme nitatoa bati 40 ili ziweze kusaidia. Kwa sababu tunatambua majanga haya. Hatuna kitu kikubwa sana, lakini nimeguswa. Nikasema ni vizuri na mimi nichangie mchango wangu huo. Kwa upande wao, viongozi mbalimbali ambao waliambatana na mbunge nao walikuwa na haya ya kusema. Kwanza ni washukuru wananchi wote wa Maanje kwa jitihada mlizozionyesha kurekebisha maeneo mbalimbali yaliyotokea. Lakini kama nilivyoongea mwanzo, baada ya tukio kutokea, mbunge alinipigia simu, tukashauriana na kaniagiza nifike mapema
jana nilikuwa hapa na tuliongea na wenzetu wa halmashauri kwa ajili ya tathmini za mwanzo walizozifanya, na mbunge asubuhi tuliongozana naye, tumefika hapa, tumetembelea maeneo yote yaliyoathirika, ameona mwenyewe na ndio diwani wa kata hii ya Mahanje. Nachukua nafasi hii kukushukuru sana Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Mwenyekiti wa halmashauri. Mara tulipopata taarifa ya swala la janga ambalo lilitokea tarehe 26 kuamkia tarehe 27, Mheshimiwa Mwenyekiti ulifika jana ile, nilikutembeza maeneo yote na alijionea mwenyewe, na uliniambia kwamba umeshawasiliana na Mheshimiwa Mbunge leo tarehe 28 atafika na yeye kujionea hilo. Lakini nachukua nafasi hiyo kuwashukuru sana wananchi wa vitongoji vyote vya kijiji, kwa sababu janga hili lilitokea kwenye vitongoji vyote vitano. Kila kitongoji walipolikuta janga lipo, walikutana, walichangishana michango, walihakikisha wanarudisha baadhi ya vitu ili kuhakikisha mwenzao wanarudi kwenye eneo lao. Lakini mshukuru mwenyekiti wa kijiji. Mwenyekiti wa kijiji jana ile alichukua hatua ya kutafuta boliti hata kwa kutumia mfuko wake za kuhakikisha kila eneo ambalo nyumba zilitoka amegawa boliti 5. Ngaje sisi wengine tulichanga ile mchango midogo tu ya ndani ya kila maeneo tulipoenda, tulijitahidi kuchanga 10,000 kuacha kuhakikisha kile kitongoji na tunachangia ile mchango wa wananchi wanachangia. Lakini mwenyekiti haya ninayosema ndio alitoa yeye mwenyewe. Kwanza tunatoa shukrani kwa kuja katika kijiji chetu cha Mahanje, kwa kuja kutufariji kutokana na majanga ambayo tumeyapata ya kuezuliwa nyumba 12 za watu mbalimbali pamoja na kanisa moja. Mimi baada ya kuona tendo hili limefanyika, nilitoa taarifa sehemu mbalimbali za uongozi mbalimbali, na hatimaye kwako Mheshimiwa Mbunge, baada ya kupata taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Diwani, leo umeweza kuja hapa. Kwa hiyo tunakushukuru sana, na hapa ulipo ni kijiji cha Mahanje, tuko viongozi mbalimbali kata yetu ya Mahanje. Kwanza kabisa tunamshukuru Mheshimiwa Mbunge pamoja na timu yake nzima kwa kufika kata ya Mahanje kuangalia athari mbalimbali ambazo zimewakuta wananchi wa kata hii ya Mahanje, kijiji cha Mahanje. Tumetembelea nyumba zote, tumewaona walipata madhara wote, lakini pia tunamshukuru sana Mheshimiwa Mbunge kwa sababu amekuwa faraja, wananchi wamepata faraja kwa kutembewa na kiongozi wao ambaye ni mkubwa sana. Nafasi kukushukuru sana wewe Mheshimiwa Mbunge. Kabla yako mtangulizi wako mwenyekiti wa halmashauri ndugu yetu pale alifika jana kuangalia majanga yaliyokuwepo na ameweza kushirikiana na wananchi kwa namna hii au ile. Tunasema asante Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri. Huu ndio uongozi ambao unatakiwa ukafike kule kwenye matukio. Tunakuwa na imani na tunakuwa na hakika na wewe kwamba tuko pamoja. Lakini nirudi kwako Mheshimiwa Mbunge, ndugu yetu Omari Marcus Msigwa mpaka hapa kijijini. Mheshimiwa, mimi nasema asante. Tena asante sana kwa niaba ya wenzangu wote viongozi wa kata hii ya Mahanje. Ni kiongozi wa kuigwa. Sijapata kuona vile. Nikushukuru sana. Na naamini kwamba salamu hizi nitaendelea kuziimba kwenye vikao vyetu mbalimbali vya chama. Lakini pia nikushukuru Mheshimiwa Msigwa kwa kuwa mengi tunayasikia unayotenda huko. Mengi tunasikia, na sisi wanakata Mahanje kwa uongozi tulionao tuna imani na tuna hakika na wewe kwamba maendeleo sasa yatasonga mbele, na sisi kama chama tunaamini kwamba tumeweka jembe na si vinginevyo. Baadhi ya wahanga wa upepo huo nao walikuwa na haya ya kusema. Waya ulichana, yani uliinua kule, ilichanika ile pale moja kwa moja. Ilipoanza kuhama kuja huku, hizi lati zikavunjika. Na maana hizi zilizokamata humu, hizi hapa zilibaki zimekamata hivyo. Kwa hiyo kule juu zilihama zote kwa kuvunjika na lati. Salama kuja kwa kuona nyumba. Yani nimefarijika kwa kweli, yani nyinyi unaweza ukasema padogo, ila mimi napachukua pakubwa sana. Ndio serikali yako. Unapokuwa una serikali inayojali wananchi, ndio tunakuja kuwajali na kutoa ushauri, kwa sababu vinginevyo mimi nisingeweza kufika hapa. Nitafika nitasema nini? Na tulikuwa tuna utaalamu, tukijua tu rahisi tu tukienda hivi na
lakini sasa tunazidi kuona kweli hata upepo wa juzi mwenyewe nilikuwa shambani ila ulipopiga mimi mwenyewe nilianza kwa adapt liko shambani kwamba upepo leo mbona tofauti. Je, nyumbani kuna salama? Sawa. Na sijakaa sawa, kuna mtu alikuwa anapita njia alipoona majanga kazi amesema. Kwa hiyo sikuangalia hata mimi ile mvua nilikuja mbio sana fika hapa. Hivyo uweza kuloa sana sana baba watoto.